Na waandishi wa habari, kwa majina naitwa Noran Ali Mwasha, mtendaji mkuu wa vyuo vya Sita Institutes pamoja na Kilimanjaro Institute of Health, Dar es Salaam pamoja na Arusha. Taasisi zetu ni taasisi ambazo zinahusika na kutoa mafunzo katika kada za afya. Na tunapozungumzia Sita Institute pamoja na Kilimanjaro Institute of Health, tuna takriban wanafunzi wasiopungua 1300 kwa sasa, lakini wasichana ni takriban wanafunzi 600 kama na 80. Unaweza ukaona ni jinsi gani katika taasisi zetu wasichana ni wengi. Katika hao wasichana, taasisi imejitahidi kusaidia wanafunzi ambao wanaosoma bure, ambao hawalipi chochote pale chuoni kwetu, ni zaidi ya wanafunzi 250. Zaidi ya hivyo pia kuna ambao wanapata partial scholarship. Yaani kuna ambao wamefadhiliwa full scholarship, lakini kuna ambao wamepewa sehemu ya udhamini ambao sio chini ya wanafunzi 100. Sasa imefika mahali taasisi ina hamu ya kusaidia, lakini inafika mahali inashindwa kwa sababu ni zaidi ya wanafunzi 300 wanafadhiliwa na taasisi. Yaani wao wamekuja wanasoma, wao wanakuja na mabegi yao, wanakuja chuoni kusoma. Kwa hiyo baada ya kuona hilo, taasisi viongozi pamoja na wakurugenzi wa taasisi wamekaa wakaona hakuna namna, hebu tuishirikishe jamii ya nje, kwa sababu zipo scholarship kweli ambazo zimetolewa kwa baadhi ya mikoa. Zanzibar kuna scholarship ambayo taasisi zetu zinatoa kutoka Zanzibar, lakini mikoa kama Kilimanjaro, Tanga pamoja na mkoa wa Mtwara pamoja na Lindi, taasisi imepeleka ule ufadhili katika ile mikoa. Bado haijatosha. Taasisi imeona kwamba kuna haja ya kufanya tukio kubwa ambalo pia litaufahamisha umma kwamba kuna jambo zuri linaendelea. Sisi ni mashahidi kwamba serikali imefanya jitihada kubwa. Mahospitali ni mengi yamejengwa. Miundombinu ya mahospitali pamoja na afya imekuwa ikiimarika kila kukicha. Tunaona jitihada za serikali ambayo iko madarakani sasa hivi, serikali ya Mama Samia inavyojitahidi kwa ajili ya kuongeza na kuboresha huduma za afya, lakini tunaboresha, lakini ratio haiko sawa sawa. Tunahitaji kuongeza pia manpower kwa kiasi kikubwa. Ni mashahidi pia, nafikiri mmeona kwenye baadhi ya kampeni wakiwa wanazungumza kwamba wataajiri zaidi ya madaktari 7,000 ndani ya siku 100 ambazo zinazofuata. Tafsiri yake ni kwamba lazima na sisi taasisi na mashirika ambayo yanahusika na kutoa huduma za training, mafunzo katika huduma za afya tuweze kuongeza jitihada kubwa. Maana yake ni kwamba tunawaomba sana tarehe 25 mwezi Oktoba, tushirikiane, taasisi binafsi, mabenki, taasisi za umma, wizara mbalimbali, lakini wale joggers, jogging clubs na watu wote ambao wana nia njema ya kuisaidia jamii, tushiriki kwa kuchangia sehemu hiyo ya shilingi 30,000 kuwezesha wanafunzi hawa 100 wa kike kuweza kupata ufadhili wa kusoma ili kuweza kufikia ndoto zao. Lakini niombe pia Loan Board, taasisi ambayo inahusika na kutoa mikopo, inatoa mikopo kwa baadhi ya kada ambazo ziko katika vyuo, isipokuwa kuna baadhi ya kada bado hazijaweza kusaidiwa au wanafunzi wanaosoma kada hizo hawafadhiliwi. Tuombe Loan Board ya Tanzania, bodi ya mikopo ya Tanzania pia kuongeza mikopo, basi kama hawataweza kufadhili wote katika zile kada, hasa kozi ya clinical medicine pamoja na pharmacy, basi wasaidie basi hata upande wa kina mama ili waweze kupata mikopo na waweze kusoma. Niwashukuru sana waandishi wa habari, lakini niwashukuru wote ambao wameweza kulifikisha hili jambo. Tuko pamoja na tutaendelea kushirikiana na serikali, tutaendelea kushirikiana na mashirika ya umma, tutaendelea kushirikiana na kila mwenye nia njema kuisaidia na kuwasaidia Watanzania, lakini haswa upande wa kina mama ili kuweza kufikia malengo yao. Mwanamama sio lazima akatibu hospitalini. Kukaa nyumbani na kutengeneza mazingira sahihi ya kiafya katika nyumba yake ndio tunaita inaongeza life span ya watu kuishi. Afya inaanzia nyumbani. Mpaka tunakwenda hospitalini, maana yake ni kwamba nyumbani tumeshafeli kuitengeneza afya yetu. Yaani kuna taratibu za kiafya tumezikosea nyumbani, ndio maana watu wanakwenda hospitalini. Wanaume hatuna muda wa kukaa nyumbani kutengeneza familia. Si ndio tunafahamu waandishi wa habari. Anayekaa nyumbani na kuitengeneza familia ni mwanamama. Kwa hiyo lazima tumwandae mwanamama kuanzia nyumbani mpaka wapi? Mpaka katika mazingira yote ambapo atapokuwa anaishi. Niwashukuru sana na niwakaribishe sana. Niwakaribishe watu mbalimbali, niwakaribishe watu wote kushiriki katika marathon hii ambayo itakayofanyika tarehe 25 pale Leaders Club. Tuko pamoja na kila ambaye atakayeshirikiana na sisi. Asanteni sana.